Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم افتح لنا أبواب كل خير وافتح لنا أبواب رحمتك حيث كان. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله leo tutaendelea na tafsiri ya sura Al-Dahar ama inajulikana sura Al-Insan, sura ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita jina la mwanadamu, sura ambayo inaelezea hali ya mwanadamu baada ya kuwa hakuwa chochote, baada ya kuwa ulimwengu lakini yeye hakuwa chochote. Kisha Mwenyezi Mungu akamuumba Adam, kisha akafanya kizazi cha Adam kitokane na tone la manii, lakini kisha Allah akampa akili mwanadamu ya kuchagua lililokuwa linalofaa katika maisha yake ya duniani na akhera. Kisha Mwenyezi Mungu baada ya kumpa utashi wa kuchagua linalofaa hapa duniani na akhera, akawaandalia wale watakaomcha yeye pepo na akawaandalia wale watakaomwasi yeye adhabu ya moto. Na siku ya jana tulizungumza nukta muhimu kuhusiana na suratul Insan na tukawa tumepitia aya takriban 6 katika sura hii. Na siku ya jana tulielezea baada ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, utaona siyak au mtiririko wa maneno baada ya kuwa mwanadamu kapewa hiari ya kuchagua imma shakiran wa imma kafura. Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu baada ya akhera hakumpa tena hiari yule ambaye hakuchagua njia sawa, bali akamfunga kwa minyororo miguuni na mpingu na minyororo katika shingo yake yule ambaye atakayemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu akaahidi wale watakaomcha yeye, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, kwamba wale wema watakokuwa wamechukua njia iliyokuwa sahihi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, wao watanyweshwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watanyweshwa glasi za kinywaji ambacho kimechanganyikana na kafuru kwa maana ya karafuu. Na tukazungumza siku ya jana kuhusiana na mfanono wa maneno ambayo yanayopatikana katika Qur'an kama kafur, sanjabil, khamru, laban. Haya ni maneno ambayo tunafahamu maziwa, tunafahamu tangawizi, tunafahamu tende, lakini hivi vitu vilivyotajwa peponi havina maana ni tende kama za duniani, wala haina maana ya maziwa kama duniani, bali ni mfano tu, bali vya peponi vina daraja kubwa zaidi kuliko hivi vya duniani ambavyo daraja lake liko chini, liko duni. Vya peponi wenyewe daraja lake halina mfano wake. Ndio maana akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vitu vya peponi jicho halijawahi kuona. Kwa hiyo kama umeiona tende ya duniani, basi tende ya peponi si kama unavyofikiri katika kichwa chako, kama jinsi ilivyo tende ya peponi ni tofauti kabisa na fikra zako, ni tofauti kabisa na unavyofikiri ladha yake na kadhalika. Mwenyezi Mungu mtukufu akasema aina yashrabu biha ibadullah. Hii ndio aya ambayo tuliishia jana, na hapa tunataka tutofautishe baina ya abrar na mukarrabun. Al-abrar ni watu wema ambao daraja lake ni la watu wema wa peponi, watu kuingia peponi, daraja lake ni watu wa kawaida. Katika pepo kuna watu watakaoingia peponi, watu wa kawaida, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi pia miongoni mwa watakaoingia peponi. Watu wa kawaida ni watu ambao hawakufanya matendo makubwa sana na wala hawakufanya madhambi makubwa kiasi kwamba matendo yao mema yakajikuta yako mengi zaidi kuliko matendo mabaya. Hawa wanastahili kuingia peponi. Ndio Mwenyezi Mungu
kuna watu ambao ni wema zaidi, waliofanya makubwa zaidi. Kuna watu ambao ni wema zaidi na wamefanya makubwa zaidi katika Uislamu. Hawa daraja lao ni tofauti na daraja la watu wengine watakaoingia peponi. Ukisoma katika aya kabla yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal abrara yashrabuna min ka'sin kana, hakika watu wema watanyweshwa katika glasi min ka'sin kana mizajuha kafura. Aya inafuatia Mungu akasema aina yashrabu biha ibadullah. Ni tofauti yake, yaani hapa wametaja watu wawili tofauti. Abrar ni watu wema ambao wana daraja la kawaida, watu kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha al-muqarrabun ni wale watu wa juu zaidi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wengine wakubwa kama masahaba, wakina Musa bin Umayr, wakina Abdullah bin Rawaha, wakina Jafar bin Abi Talib, wakina Zaid bin al-Haritha, wakina Umar bin Khattab, wakina Ali bin Abi Talib. Hawa daraja lao la pepo ni tofauti na daraja la watu wa kawaida. Wale daraja la kawaida, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hao watanywesha kinywaji ambacho katika zile glasi mizajuha kafura, ile ladha kidogo, ile ladha ya kile kinywaji imechanganyikana na nini? Na karafuu. Katika hicho kinywaji utakaonyweshwa, Mwenyezi Mungu anasema aina yashrabu biha ibadullah. Hicho kinywaji kinatoka wapi? Kinatoka katika chemchemi. Hicho kinywaji watakachonyweshwa kinatoka katika chemchemi. Yaani hawa watu wema wa kawaida watakoweza kuingia peponi watanyweshwa glasi ambayo ina ladha ya karafuu. Hiyo glasi yenye ladha ya karafuu, kinywaji chenye ladha ya karafuu watakaonyeshwa kwenye glasi. Hicho kinywaji kinatoka wapi? Hicho kinywaji kinatoka kwenye chemchemi. Ndio Allah anasema aina yashrabu biha ibadullah. Hicho kinywaji watakaonyeshwa hawa watu wema wa kawaida watakaoingia peponi kinatoka katika chemchemi ambayo yashrabu biha, wanakunywa katika hiyo chemchemi ibadullah muqarrabun, wale watu wenye daraja la juu. Hivyo peponi kuna watu wale wenye daraja la juu kabisa, wao watakuwa wana faida zaidi kuliko sisi wa kawaida tutakoingia peponi. Ni tofauti yake. Maana ni kwamba ile chemchemi ya maji, wale watu wenye daraja la juu zaidi, wao watakuwa katika ile chemchemi inayotoka hivyo vinywaji. Maana wao wanaona kile kinywaji kinapotoka. Tafahamiana? Wao watakuwa katika kile kinywaji. Maana yake wanakishuhudia kinafanyaje? Kinatoka pale. Kikitoka pale, wanakuja vijana wa peponi. Wale vijana wa peponi wanachota katika ile chemchemi. Kisha wanakuletea wewe kinywaji ambacho yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kwa hivyo wewe unakunywa kinywaji ambacho hujui kimetoka wapi, lakini ni kinywaji kizuri. Wale watu wema sasa, wana Mtume Muhammad na maswahaba, hao sasa wenyewe wanakunywa pale pale kwenye chemchemi kinapotokea kile kinywaji. Ndio Mwenyezi Mungu akasema sisi watu wa kawaida tutakaoingia peponi aina yashrabu biha ibadullah, kwamba sisi tutakunywa katika kinywaji ambacho watakunywa watu wa peponi ambao wale muqarrabun wa kwanza kabisa, wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun, Mtume Muhammad na masahaba wakubwa hawa. Sisi tutakunywa kile kinywaji kilichobakia sasa, min ka'sin kana mizajuha kafura. Yaani sisi katika kile kinywaji kilichobakia ndio sisi tunakunywa, lakini sisi hatutokaribia aina yashrabu biha, ile chemchemi inayotoa kile kinywaji. Sisi hatutokaribia wala hatutoiona hiyo chemchemi. Hiyo chemchemi al-muqarrabun wanafaidika, wanakunywa. Mufassiri wakasema yashrabu biha, yashrabu hatta yartawi, yashrabu hatta
yartawi, yani wanakunywa mpaka wanatosheka, wanakunywa wanaiangalia ile chemchemi mpaka wanatosheka. Hao ni watu wema wakubwa, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukazungumza siku ya jana, wao ile pupa yao ya kutamani pepo, kuna mwingine mpaka akafa kwa sababu ya kutamani nini? Pepo. Na kuna nukta muhimu ambazo tulikuwa tunazungumza, tukaona tuziandae hapa. Katika vita vya Mu'ta, vita vilivyopiganwa mwaka wa 8 wa hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vita vile vilikuwa ni vita vigumu sana, kwa sababu Waislamu walikuwa idadi yao ni 3,000, walipigana dhidi ya Warumi waliokuwa 200,000, yaani watu 3,000 kwa watu 200,000. Takriban kila mtu mmoja anapigana na watu 100 au watu 80 katika vita vya Mu'ta. Vita vile vinaitwa vita vya Mu'ta. Hakupigana hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume alionyeshwa vile vita vitakavyokuwa. Alionyeshwa nini? Alionyeshwa kwamba kila kiongozi atakayechukua bendera katika vita vile atakufa. Kiongozi wa kwanza alikuwa anaitwa Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn al-Harith. Zaid ibn al-Harith katika masahaba kubwa, na alikuwa anajulikana kama kipenzi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume akasema wakati anakabidhi bendera, anamwambia fa in kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, fa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha, fa in kutila Abdullah bin Rawaha falyakhtar almuslimina watakayemwona manufaa. Yani wa kwanza kabisa Mtume anaona kwamba atachukua bendera Zaid bin al-Harith, na Mtume anaona kwamba Zaid bin al-Harith anaenda kufa, na yeye anajua anachukua bendera anaenda kupigania Uislamu, na yeye anajua anaenda kufanyaje, anaenda kufa. Na akiuliwa Zaid bin al-Harith, atakayechukua bendera atakuwa ni Ja'far bin Abi Talib, lakini Ja'far bin Abi Talib na yeye atakufa. Akifa Ja'far bin Abi Talib, atachukua bendera Abdullah bin Rawaha, na Abdullah bin Rawaha naye atakufa. Akichukua bendera Abdullah bin Rawaha, Waislamu watamchagua wanayeona atakayefaa baada ya hao watatu. Sasa vita vile vilikuwa ni vita vigumu, kwa sababu Warumi walikuwa wamejiandaa kweli kweli kwa silaha kubwa, na walikuwa ni wengi zaidi kuliko Waislamu, yaani watu 3,000 kwa watu 200,000. Unaweza kuona uwiano ni mkubwa kiasi kikubwa. Zaid bin Haritha akachukua bendera Bwana Mtume Muhammad katika vita vya Mu'ta, akaenda mbele ya mapambano, akauliwa Zaid bin Haritha. Wakati bendera inataka kuanguka, akaichukua bendera Ja'far bin Abi Talib. Akachukua bendera nani? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib kusemwa ni ndugu yake Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yeye ndiyo ambaye anafanana zaidi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulqan wa khalqan. Tukisema khulqan wa khalqan tunamaanisha tabia na maumbile. Ukimwona Ja'far kana kwamba umemwona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib baada ya kushika bendera ya Uislamu kutoka kwa nani? Kwa Zaid bin al-Haritha, ile pupa yake ya pepo akawa kana kwamba anaiona pepo iko mbele yake, akawa anasema maneno haya, ya habadha aljannatu waqtirabuha, huku anapambana kashikilia bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yeye anaiona pepo, anaenda kwenye mapambano, hajakuwa anaiona nini? Tayari ameshapewa bishara Bwana Mtume kwamba yeye anaenda kufa shahidi. Tufahamiana? Yeye anasema ya habadha aljannatu waqtirabuha, ewe pepo uliokuwa mbali, mimi ninakukaribia ewe pepo, ninakukaribia
ninakukaribia ewe pepo, ya habadha aljannatu, ewe pepo ilikuwa nzuri, waqtirabuha, ninakukaribia ewe pepo, yani anakukaribia kuwa shahidi, kufa katika vita vya Mu'ta. Tayyibatan, pepo ilikuwa nzuri, wa baridan sharabuha, na kinywaji chake kilichokuwa kizuri cha baridi. Hayo maneno ya Jaafar bin Abi Talib. Akaenda huku yeye mashahidi yake yanawahamasisha na masahaba wengine kuendelea na mapambano dhidi ya watu 200 na wao wako 3000. Wakaweza Jaafar bin Abi Talib akakata mkono wake wa kulia, akashika bendera ya Bwana Mtume Muhammad kwa mkono wake wa kushoto, ukakatwa mkono wa kushoto wa Jaafar bin Abi Talib, na akakumbatia kwa mikono, kwa hivi mikono vilivyobaki. Jaafar bin Abi Talib akauliwa. Wakati Jaafar bin Abi Talib anauliwa, Mtume Muhammad alikuwa yeye na masahaba zake Madina. Hawa wanapigana sehemu moja inaitwa Jordan leo, Jordan ya leo, Mu'ta. Yeye Mtume alikuwa akimuona Jaafar anapopigana na alipokuwa anauawa. Shukrani. Yeye Mtume Muhammad akiwa msikitini na masahaba zake anamuona Jaafar akiuawa. Wakati huo hakuna Al Jazeera wala hakuna BBC wala hakuna chombo chochote kinachorusha live matukio. Mtume yuko Madina, Jaafar yuko wapi? Urdun, Jordan ya leo, katika Mu'ta, katika uwanja wa Mu'ta. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, hakika nimemuona Jaafar anapaa peponi pamoja na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad akiwa msikitini na masahaba zake anawaambia masahaba, amemuona Jaafar akiwa anapaa na nani? Na malaika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Jaafar anasema, ya habadha aljannatu wa qtirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha, ewe pepo mimi nakukaribia, kwa nini unanikimbia pepo? Yani anatamani auawe kama bishara Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa kibashiria kwamba atauawa Jaafar. Kwa hiyo Jaafar akauawa, na baada ya Jaafar kuuawa, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuona Jaafar akipaa peponi, kwa sababu Jaafar aliuawa hali ya kuwa hana mikono. Ni shahidi, sivyo? Aliuawa hali ya kuwa hana mikono, imekatwa. Hivyo peponi Allah akamjalia mabawa, akawa anapaa peponi. Kwa Mtume anamuona Jaafar tayyara anapita akipaa katika pepo ya Allah asama, pepo ya daraja la juu. Sasa hii pepo ya daraja la juu ndio tunakuja katika aya hii, ainan yashrabu biha ibadullah, ainan yashrabu biha ibadullah. Kwa kumalizia, kwa sababu tunazungumzia Jaafar, kwa kumalizia, katika kila mtume aliyeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na wasaidizi zake 7. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila mtume aliyeletwa duniani Allah alimpa wasaidizi wake 7 wa kumsaidia katika da'wa yake, lakini Mtume Muhammad yeye alipewa watu 14. Wa kwanza akamtaja ni Hamza, wa pili akamtaja Jaafar bin Abi Talib, hakumtaja Umar, hakumtaja Uthman, hakumtaja nani. Wa kwanza akamtaja Hamza, wa pili akamtaja Jaafar bin Abi Talib, wa tatu akamtaja Abu Bakar, wa nne akamtaja Umar, wa tano akamtaja Ali, kisha akamtaja Hassan na Hussein, akamtaja Miqdad, akamtaja Abu Dharr al-Ghaffari, kisha akawataja na wengineo. Wako 14. Katika watu 14 wakubwa kabisa yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati alipomtuma Jaafar kwenda Habash, kwenda kwa ajili ya kupambana, kwa ajili ya kwenda alimtuma Habash baada ya mauti ya watu wa Maka kuwazidi, akaenda Jaafar kama kiongozi wao wa kwanza. Kwa Jaafar huitwa balozi wa kwanza katika Uislamu. Balozi wa kwanza kabisa katika Uislamu ni nani? Jaafar bin Abi Talib, na huitwa Abul Masakin. Huitwa nani? Baba wa maskini. Yeye alikuwa anapenda sana, ni mtu mwenye uwezo wake, lakini alikuwa anapenda sana kukaa karibu na maskini. Sasa mtume furaha yake siku moja furaha ikawa ni mara mbili. Furaha ilikuwa mara mbili kivipi?
Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu walipata ushindi katika vita vya kwanza dhidi ya Mayahudi, vita vya Khaibar. Mtume akasema, nifurahi kwa lipi? Kwa Khaibar au kwa Jaafar? Yaani nifurahi kwa lipi? Kwa Jaafar kutoka Habash, au nifurahi kwa Khaibar kufunguliwa? Subhanallah. Kwa tuona ni mtu mkubwa na ni ndugu yake ambaye alikuwa zaidi karibu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunakuja aina yashrabu biha ibadullah, aina yashrabu biha ibadullah. Maana yake ni kwamba hawa wacha Mungu wa kawaida ambao tunavizia ibada zetu, tukishaingia peponi tunakunywa nini? Tunakunywa min ka'sin kana mizajuha kafura. Hiyo kafura unajua inatoka wapi? Inatoka kwenye nini? Kwenye chemchemu ambayo yashrabu biha, wanakunywa waja wa Allah ambao ndio wakina Jaafar, wana Mtume na masahaba. Hawa wanakuwepo katika chemchemu ile ambayo inatoka maji, wao wanakunywa mpaka wanatosheka. Sisi tunakunywa min ka'sin, min tunajua maana yake sehemu, tunakunywa sehemu ya kile kinywaji, wao wanakunywa pale kinapotokea. Tumeona tofauti yake. Kwa nini wanakunywa pale kinapotokea? Kwa sababu yufuna bin nadhr, wao ni wenye kutekeleza nadhiri. Kutekeleza nadhiri maana yake ni wenye kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haiwezekani kwa waumini wa kiume au wa kike wanapoamrishwa jambo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe na khiari. Wao uharaka wao na wepesi wao wa kutekeleza maamrisho ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wao janna yao, pepo yao haitakuwa sawa na pepo yetu. Tunafahamiana hapo? Yufuna bin nadhr, yufuna bin nadhr, wenye kutekeleza nadhiri, maamrisho ya Allah, siyam na mambo mengineyo magumu mazito. Mambo magumu ni mazito, ni mambo ambayo mtu anakuwa tayari kutoa uhai wake. Yaani wewe umesimama mbele ya mfalme Najashi, kisha huyu mfalme ukikosea kidogo tu anakuua, lakini wewe unasema aqulu alhaqu haythu ka'in man kana. Jaafar akasema tutasema kweli vyovyote itakavyokuwa, pasina kuogopa yeyote, kwamba ikiwa atafanya lolote sisi tuko tayari kufa kwa ajili ya kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wanaogopa siku gani? Shari yake ni yenye kuenea. Shari ya siku ya kiyama ni yenye kuenea. Kwa nini yenye kuenea? Wao wanaambiwa milima yenyewe itakuwa itakuwa inapeperuka kama sufu. Ukikutana na milima inapeperuka kama sufu unakuwa na hali gani? Mbingu imepasuka, ardhi imekuwa zalzala, inatoa volkano yake, inatoa moto. Bahari wa biharu fujirat, maji yanatoka baharini yanakuja nchi kavu ya moto, na bahari yenyewe inatoa volkano yake. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Hiyo shari ya siku hiyo imeenea kila sehemu. Hiyo shari mtu akiona akipata hiyo picha, hiyo shari imeenea kila sehemu, anasema yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Tafanyana. Kwa hivyo aya hii tunaona aya hii, huyu anaitwa Abul Masakin, ni baba wa miskini Jaafar bin Abi Talib, ambayo aya hii wayutimuna ta'ama la hubbihi miskina wa yatima wa asira, kana kwamba aya imeteremka kwa ajili yake. Wayutimuna ta'ama inamhusu huku aina yashrabu biha ibadullah, yeye katika ibadullah muqarrabun, sio ibadullah kawaida abrar, hapana, katika ibadullah muqarrabun, wale ambao ni wakaribu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni sabiquna sabiqun. Yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yutimuna at'ama, na wao huwalisha maskini. Wa yutimuna at'ama, huwalisha chakula. Huwalisha chakula tu gani? Ala hubbihi, maana ala hubbihi ha inarudi katika chakula. Chakula wanawalisha maskini na mayatima ni chakula wanachokipenda wao sana. Kuku mzima anamkata kuku nusu,
kisha anachukua nusu ya kuku anampa maskini, ala hubbihi, yani ile inarudi katika kile alichokipenda, ambacho chakula anachokipenda yeye. Kile chakula anachokipenda yeye ndicho ambacho anampa nani? Maskini. Ndio anampa nani? Yatima. Tunafahamiana hapo? Kile anachokipenda yeye, sio anapika maharage nusu na kuku kisha maharage anawapa mayatima na maskini, kuku anabaki naye yeye na mke wake, anasema na nyingine tutakula jioni. Wao ala hubbihi miskina, kwa hapa yeye akaitwa Abul Masakin Jafar kwa sababu yeye chake kilikuwa ni cha maskini. Cha maskini ni cha kwake na chake ni cha maskini. Ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, wanawalisha maskini, wanawalisha mayatima, wa asira, na mateka katika vita. Mateka hawa ni mateka kwa maana wale wanaotekwa katika vita wanakuwa wengi wao wanakuwa sio Waislamu, ima mpaka Waislamu, lakini kwa sababu Uislamu ni dini nzuri, hata mateka unaambiwa uwalishe katika chakula unachokula wewe. Tunafahamiana? Hawa mateka wanaotekwa katika vita unaambiwa uwalishe chakula unachokula nani? Wewe, unachokula wewe, ala hubbihi, ya kile unachokipenda wewe. Tunafahamiana? Miskina wa yatima wa asira. Wanasema innama nut'imukum liwajhi llah. Sasa innama nut'imukum liwajhi llah, innama nursilu ilaykum ibtighaa mardati llah. Hakika sisi tunafanya haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini moja katika wafasiri wa Qur'an anasema huwa hawasemi hayo maneno, bali Mwenyezi Mungu ndio huwa anasema yeye, sio wao ndio wanasema. Kwa sababu kusema hivyo inaondoa ikhlas, inaweza ikaondoa ikhlas katika nini? Matendo yao. Yaani wakifanya vile kusemwa innama nut'imukum liwajhi llah, si kwa beti wao akienda kupa maskini anasema bana, mimi ninakupa kutafuta radhi za Allah, sitaki shukurani wala sitaki masimamo. Haina maana hiyo, bali kusemwa baada yeye kufanya yale matendo mema. Innama nut'imukum liwajhi llah kusemwa na malaika, kusemwa na Allah, sio kusema yeye bana, unajua Muhammad nimekuletea, Mwenyezi Mungu anasema innama nut'imukum liwajhi llah, mimi sitaki shukrani, sitaki malipo. Haina maana hiyo. Mfasiri anasema haina maana hiyo. Hiyo inaondoa ikhlas. Inaondoa nini? Na inatengeneza ria. Hata kama hautakuwa na ria, lakini inatengeneza kitu fulani katika moyo wako. Kwa hiyo wewe kazi yako kutoa pasina kuleta maneno. Innama nut'imukum liwajhi llah, haya maneno husema malaika. Pili wewe unakutoa kwa ikhlas, pasina kuwa na masimango, pasina kuwa na maneno kwa maskini au kwa yatima. Innama nut'imukum liwajhi llah, yani kana kwamba malaika wanakusemea wewe, la nuridu minkum jazaa wala shukura, la nuridu minkum jazaa wala shukura. Sisi hatutaki malipo wala hatutaki shukurani. Unapomsaidia mtu sio mpaka usubirie asante, huyu nimemsaidia lakini nashukuru, mbona hajasema asante, mbona hajasema shukrani, mbona hajanipigia simu kwamba mzigo niliompelekea nyumbani kwake ameupata. Nimempelekea tunaingia msimu wa zakatul fitri, nimempelekea zakatul fitri kilo 10 na shilingi 30,000 ya mboga, lakini hajapiga hata simu kwamba amepokea mzigo. Innama nut'imukum liwajhi llah, innama nut'imukum la nuridu minkum jazaa wala shukura. Tunawalisha kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, hatutaki shukurani wala malipo wala masimamo wala mataisi. Jana mataisi wanataka kufuturisha, ataleta TV, ataleta watu wa media wapigwe picha pale, ni mchele tu kilo 50, lakini watu watapigwa picha, na mafuta lita 10 watu watapigwa picha na sambaa. Ndio kinyume na hapa, ndio kinyume. La nuridu minkum jazaa wala shukura, na anasema wala naqsudul hamdu wa thinai minkum. Qala Mujahid amma wallahi ma qaluhu bi alsinatihim. Anasema mfasiri wa Qur'an tabi'i Mujahid anasema wallahi ma qalu bi alsinatihim, hawa wafanya hayo huwa hawayasemi kwa midomo yao, kwa ndimi zao, lakini alima Allahu bihi man min qulubikum,
Mwenyezi Mungu anajua liko katika nini, katika nyoyo zao. Fa athna alayhim bihi, Allah akawasifu liyuraqiba fi dhalika raghib, ili aweze wapendelee kufanya katika mambo hayo ya kheri. Tunafahamiana? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, hakika sisi tunafanya haya. Nakhafu min rabbina, hawayasemi kwa maneno, tunakubaliana. Haya maneno hawayasemi kwa maneno yao, bali wanasema katika mioyo yao ya ikhlas. Inna nakhafu min rabbina, sisi tunapowasaidia maskini, nakhafu min rabbina, tunachelea kutoka kwa Mola wetu, yawman abusan qamtarira, siku ambao nyuso zitakuwa na hali mbaya, yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kuna siku hiyo nyuso zingine zitakuwa zina nini? Zina nuru, na nyuso zinginezo zitakuwa hazina nuru, ziko nyeusi. Tunafahamiana hapo? Nyuso siku hizo zingine zitakuwa zina nuru na nyuso zinginezo zitakuwa hazina nuru, zitakuwa ni nyeusi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum, siku hiyo utaona waumini wa kiume na waumini wa kike, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Utaona siku hiyo nuru inatembea baina ya mbele yao, mikono yao. Tunafahamiana? Baina aydihim wa aymanihim, bushrakum al-yawma jannat, bushrakum, bishara njema kwao, jannati, ni pepo, tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambayo mito inapita chini yake. Tunafahamiana? Mito inapita mbele yake, nyumba yake iko pale na mito inapita. Wale wanauliza mambo ya swimming pool, mito inapita mbele ya nyumba yako, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwa al-fawzul azim. Na siku hiyo kutakuwa na watu wengine sasa, hawa yasanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, hawa ni wale ambao inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Na wengineo, yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nduruna, watu watakuwa na nuru kutokana na matendo ya kheri. Kila mtu ana taa yake ya kumuongoza kule anapokwenda, ambapo ni siku hiyo yawman abusan qamtarira, sharruhu mustatira, siku hiyo imeenea na siku hiyo ni ngumu. Kila mtu awe na nuru yake ya kutembea huko anapokwenda katika njia. Tunafahamiana? Ikiwa nuru yako ni ndogo, hautofika unapokwenda. Ukiwa hauna nuru kabisa, ndio wanasema yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nduruna naqtabis min nurikum, utawaambia wenye nuru wageuke wakuangalie wewe, ili nuru yao uweze kuona mbele, ili na wewe upate sehemu ya kwenda, upate kuona njia, kwa sababu njia siku hiyo hutaweza kuiona. Tufahamiana? Unduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nuran. Mwenyezi Mungu atawaambia, au malaika watawaambia, nyinyi ambao hamna nuru, hamjatoa sadaka, hamjafanya matendo ya kheri, hamna chochote, nyinyi ambao hamna nuru, msiwasumbue watu ambao wana nuru yao, msiwasumbue. Nyie nuru yenu mmeiacha nyuma. Wataambiwa, hebu subiri kidogo. Sasa nyie si hamna nuru? Hawa wenzenu si wana nuru ya kwenda kwa kwenda. Hebu nyie hao wenye nuru waacheni waende mbele kidogo. Alafu nyie ambao hamna nuru, rudini nyuma kidogo. Nuru yenu mmeiacha huko nyuma kidogo. Tunafahamiana? Yaani maana yake hapa ni watu wema na watu waovu watakuwa wamechanganyikana. Sasa kila mtu mwema akienda na nuru yake, mtu mwovu anajipendekeza kwa mtu mwema. Tunafahamiana? Asa Mwenyezi Mungu analeta mchujo. Nyinyi watu wema wenye nuru, nyie tangulieni, endeleeni na safari. Nyinyi ambao hamna nuru, tokeni kidogo. Nuru yetu mmeiacha nyuma, na wao watakuwa na matumaini kwamba huko nyuma kweli nuru yetu tumefanyaje? Tumeiacha. Kwa hiyo watarudi nyuma, watawacha wacha Mungu wakiwa wako mbele. Tunafahamiana? Qila irji'u wara'akum faltabisu nuran. Mungu anasema faduriba bainahum bisurin lahu babun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta kizuizi. Wakisharudi nyuma tu watakuwa kwenye kizuizi chao, na wale watu wenye nuru watakuwa kwenye kizuizi chao. Kila mtu atakuwa kwenye fensi yake. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma. Hawa walio kwenye nuru watakuwa kwenye rahma, walio kwenye nchi ya nuru
wa dhahiruhu min qibali al-adhab, wao watakuwa katika adhabu. Yunaduna, wanaanza sasa kuwaita wenzao wale ambao hawana nuru, wanaanza kuwaita wenye nuru. Alam nakum ma'akum, hatukuwa pamoja na nyinyi jamani? Tulikuwa pamoja jamani. Alam nakum ma'akum, tulikuwa wote. Tafahamiana hapo, tulikuwa wote. Mwamba tulikuwa wote, msela tulikuwa wote mwanangu. Alam nakum ma'akum, qalu bala, kweli tulikuwa tunaishi duniani yote. Walakinnakum fatantum anfusakum, lakini nyinyi mmefitina nafsi zenu. Inawezekana kwa kuja kuswali hapa msikitini wote, lakini wewe ukitoka unarudi nyumbani kwa mkeo, mwenzako akitoka anaenda Kabana, anaenda guest, anaenda huko, akitoka hapa anaenda pale kwenye ile jengo pale, anaangalia mkeka wake umetiki au haujatiki na ametoka kuswali. Kwa hiyo mlikuwa wote, lakini hapa katikati kuna matendo mlitofautiana. Kuna matendo mlitofautiana. Kila mtu alikuwa na njia zake. Wewe ukienda nyumbani kukaa na mke wako, yeye anaenda kutafuta mananguo huko Kirumba, huko Kabana, wapi huko Vitunguu, si ndivyo? Alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur. Dunia iliwadanganya nyinyi ndugu zangu. Nyinyi kuna siku Mwenyezi Mungu anakukadiria ulale na njaa, lakini unasema siwezi kutoboa mimi na njaa. Unaangalia maarifa ya riziki ya haramu, unatafuta chochote kwa mzinga usiokuwa wa halali, utamunguza mamako, utamunguza mke wako, pate pesa. Mwenyezi Mungu anakupa mtihani siku hiyo, ulale njaa. Wewe unasema siwezi kulala njaa. Mimi hapa mimi mtoto wa mjini na michongo yangu. Si ndivyo? Mimi na michongo watu wananijua. Si ndivyo? Unaangalia namna unajikuta riziki unaipata kwa haramu, kisha na familia yako unaenda kuilisha haramu. Tufahamiana? Sasa hapa wacha Mungu, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarina. Wenyewe wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo ni ngumu, nyuso zitakuwa zimefedheheka siku hiyo, watu ambao hawatakuwa wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo hayo mema waliyofanya. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm, kwa matendo mema waliyofanya, fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm, Allah atawaokoa na shari ya siku hiyo. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm, shari ya siku hiyo shekhe ni shari ngumu. Tufahamiana? Watara kulla ummatin jathiya, utaona watu wote wamepiga magoti. Watu wote wanasema twende kwa nani? Wanaenda kwa Adam, Adam anasema mimi jambo hili siliwezi. Wanaenda kwa Nuhu, wanasema hapana, jambo hili siliwezi. Wanaenda kwa Ibrahim, mitume wenyewe wanasema jambo hili hawaliwezi. Mpaka atakuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataambiwa Muhammad is'al tu'ta washfa tushfa, ataingia peponi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu 70,000 pasina hesabu, kisha wengine watabaki katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mtume siku moja alikuwa anamwambia Abdullah bin Mas'ud amsomee Qur'an. Akamwambia Abdullah bin Mas'ud, akamwambia Mtume, kaifa aqra'u alayka al-Qur'an, na wewe ndio umeteremshia Qur'an. Mtume akasema, uhibbu an asma'ahu min ghairi, ninapenda kusikiliza Qur'an ikisomwa na mtu mwingine. Abdullah bin Mas'ud akasoma suratul Nisa, anasema Abdullah bin Mas'ud, hatta ataitu, mpaka nikafikia aya inayosema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahid, itakuwaje tutakapoleta katika kila umma kuwa shahidi wa mtume wake, kisha kila mtume awe shahidi wa watu wake. Wa ji'na bika ala haula'i shahid, tunamleta mtume Muhammad kuwa shahidi wa umma wake. Tulikuwa tumejaa msikitini, msikiti kwa umejaa adhuhuri ya sisio, tulikuwa tumejaa msikitini, sio? Tumebaki wangapi katika mwezi wa Qur'an? Sio darasa la kawaida, katika mwezi wa Qur'an, mwezi wa Ramadhani. Allah mtume analeta sasa shahidi katika umma wake, wajina bika ala haula'i shahid, analeta shahidi wa sisi. Sasa tulikuwa wengi msikitini, tumejaa, safu zimejaa, lakini darasa la Qur'an, wajina bika ala haula'i shahid.
Ndio Mtume atashangaa akasema, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya rabbi, hakika hii ya rabbi walifanya Qur'ani kama imehamwa. Mtume atashangaa siku ya kiyama, sio wale walioacha, sio masahaba, sio kina Musa, sio kina Abubakar, walikuja vizazi wa kina sisi hapa, sumu bukmu, na tusikia tuelewe. Michongo yetu ndio tunayoithamini zaidi kuliko mambo ya akhera. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Kwa kumalizia, wajazahum bima sabaru, wajazahum bima sabaru, na malipo kwa waliosubiri. Waliosubiri mambo gani? Mambo ya Allah yanataka subra. Uchamungu unataka subra. Yaani uamke saa 8 usiku kutafuta Lailatul Qadr katika siku kama masiku ya sasa hivi, usiku kuna mvua, kuna baridi kali, na una janaba, unasema nioge janaba, maji ya baridi nishike na udhu, inakuwaje hapo? Au nilale kidogo nitasali tu subuhi. Mambo ya kheri yanataka subra. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Sivyo? Man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Yule anayechelea katika jambo lake huanza mapema. Kama ni safari anaanza asubuhi kabisa. Akianza mapema anafika sehemu anapofikia. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala wa hiya al-janna. Bidhaa za Allah ni ghali. Bidhaa za Allah ni ghali, nayo ni pepo. Pepo ni ghali. Uamke asubuhi, uoge, ushike udhu, uitafute Lailatul Qadr. Inataka subra. Una laki zako 3, utoe 1,500,000 ukawape maskini, na wewe ukabaki na 1,500,000, hali ya kuwa unatumia simu ya tochi. Smartphone itanunua mwezi ujao kama Allah atanipa, ni nenda kwa maskini. Inataka subra. Tafahamiana? Inataka nini? Bosi amekwambia sasa maliza hiyo kazi ndio ukaswali, na adhana tayari imekimiwa. Ni mtii bosi, ni mtii Allah, niache jamaa. Ninaweza nikaenda nikapoteza kazi, asijulikani nitapataje kazi. Inataka nini? Wajazahum bima sabaru. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, la mawdhi'u sawti ahadikum khairun min ad-dunya wa ma fiha, la mawdhi'u sawti ahadikum fil janna. Sawti ahadikum, umeona vile masahaba walikuwa wanapigana jihad, ile sehemu ya mbele yeye ndio anakuwa ni ngao ya kuwakinga wenzake. Yeye ndio anakuwa ni ngao, yeye ndio anakuwa mbele. Ile sehemu katika pepo ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Simama tu pale. Inataka subira. Wajazahum bima sabaru, wajazahum jannatan wa harira. Malipo yao ni pepo na nini? Na hariri, mavazi ya hariri, mavazi ghali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawavisha kama nishani wanaovishwa wanajeshi waliopanda vyeo duniani, si ndivyo? Unaona wanajeshi wanaopanda vyeo wanavishwa nishani, wanapewa nishani. Allah atawavisha mavazi mazuri kwa kuwapa nishani wacha Mungu ambao watakoenda kuiona pepo. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.